Karibu wapenzi watazamaji, niweze kuwapasha yale ambayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Ninakuomba sikio lako tuweze kupashana. Ndugu zangu wa Kenya, nimerudi tuweze kuzungumza. Mpasuko unazidi kuenea ndani ya chama cha ODM, na mpasuko huu sasa umeweza kuchukua mkondo mpya aswa baada ya William Ruto siku ya Ijumaa tarehe 23 Januari mwaka 2026 kuamua kumteua Mama Ida Betty Odinga kama balozi pamoja na mwakilishi wa Kenya wa kudumu katika kazi katika Umoja wa Kimataifa. Mtoto wa Raila Odinga alionyesha wazi kutoridhika kwake na hatua ya William Ruto kumteua mama yao mzazi bila ya kuuliza na kujadiliana na familia ya Odinga kwanza, kwa sababu huyu mtoto ameweza kuonyesha masikitiko na kutoridhika kwamba William Ruto alifanya uteuzi kwa kukurupuka tu, yani bila kuconsult, yani kujadiliana, kubadilishana mawazo na familia ya Odinga. Baada ya William Ruto kufanya hilo, mtoto wa Raila Odinga Jr. ameona kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea ndani ya familia ya Odinga, mahala ambapo wengine wako kwa serikali na wengine hawapo kwa serikali. Wengine wameamua kupeleka chama cha ODM kwa serikali na wengine wamekataa, na wakisema kwamba lazima ODM iweze kujisimamia, itoe mgombea wa kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka 2027. Wale ambao wanasema kwamba chama cha ODM kiweze kujisimamia wanaongozwa na mwenyekiti mkuu au katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, Babu Owino, James Orengo, Winnie Odinga na Raila Odinga Jr. na wengine. Na wale ambao wamesema kwamba ODM lazima iweze kushirikiana na serikali ni akina Oburu Odinga, Gladys Wanga, Junet Mohamed na wengine. Hawa ambao wanaunga ODM iweze kuungana na serikali tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027 wamefurahia hatua ya William Ruto kumchagua ama kumteua Ida Odinga kama balozi wa Kenya katika Umoja wa Kimataifa. Lakini wale ambao wanasema kwamba ODM iweze kumtoa mgombea wa urais, iweze kujisimamia tukielekea katika uchaguzi wa mwaka 2027, wao wameonyesha kutoridhika kwao na wanaongozwa na mvulana wa Odinga ambao wanasema kwamba familia haikuweza kushirikishwa kwenye maamuzi ambayo Rais William Ruto aliweza kuyafanya. Sasa Oburu Odinga baada ya kuona mtoto wa Raila amekataa uteuzi wa mama yao kama balozi wa Kenya katika Umoja wa Kimataifa, kumaanisha kwamba mama yao ataingia na kusema Ruto tutam, amekataa. Ama Oburu Odinga baada ya kuona mtoto wa Raila Odinga amekataa ule uteuzi wa Betty Ida Odinga kuwa balozi wa Kenya
ameamua kuitisha kikao cha dharura cha familia ya Odinga nzima mnamo tarehe 1 Februari mwaka 2026 ili kujadiliana, mahala ambapo nina imani kwamba Oburu anaenda kuambia mtoto wa Raila kwamba asikatae kazi ambayo William Ruto amempea mama yake. Na nina imani kwamba, ninajua jinsi ambavyo siasa zipo katika taifa letu la Kenya. Oburu anaenda kumwambia mtoto wa Raila ambaye ni Raila Junior kwamba wamuunge William Ruto mkono. Sasa mtoto wa Raila Odinga, Raila Junior, amesema kwamba yeye ameitikia kuingia kwenye huo mkutano wa familia ambao Oburu ameweza kuuita. Yeye anamheshimu kama baba yake, kama anko yake. Amesema hivyo, na amesema kwamba ameitikia kuenda kwa mkutano, lakini amesema hivi kwamba Oburu asije akamshirikisha yeye kwenye masuala yoyote ya kisiasa. Naomba muweze kunielewa. Raila Odinga Junior amekubali kwenda kwa mkutano, lakini amesema kwamba endapo ule mkutano ambao Oburu Odinga ameweza kuitisha utakuwa wa kisiasa, yeye hataki kabisa, hataki kuhusishwa, kwa sababu amekwisha gundua mapema kwamba Oburu Odinga ataenda kuambia Winnie Odinga, Raila Odinga Junior kwamba waunge William Ruto mkono. Raila Odinga Junior amesema kwamba hapana, kama ni hayo mambo, don't involve me in politics. Jinsi ambavyo unaona hapa, amesema kwamba I'm not a politician, I love everyone and respect everyone. My uncle has agreed to a family meeting on the 1st February. I would like it sooner. I don't know what is happening. Don't involve me in those politics. Nimemwambia kwamba mimi usiniuzishe kwenye masuala ya siasa. Sote tunajua kwamba Oburu Odinga amekuwa akitaka watoto wa Raila wamuunge William Ruto mkono, kwa sababu Oburu anamuunga William Ruto mkono. Winnie Odinga na Raila Odinga Junior wamesema kwamba ODM lazima iweze kujisimamia, kumaanisha ndani ya ODM kuna migawanyiko, mirengo miwili, mrengo ambao unamuunga William Ruto mkono na mrengo ambao hautaki William Ruto aungwe mkono. Hasa Oburu ameamua kuitisha mkutano haswa baada ya kijana huyu wa Raila Odinga kukataa uteuzi wa mama yao, kwa sababu Raila Odinga Junior ameona kwamba ule uteuzi ambao mama yao mzazi aliweza kupewa ni kwa sababu ya siasa, na ameukataa. Hatujui iwapo Ida Odinga yeye atakubali, lakini kibinafsi Raila Odinga Junior ameukataa, kitu ambacho kimesababisha Oburu ameona kwamba familia ya Raila ambayo ni Winnie Odinga na Raila Odinga Junior wanampea aibu, wanamdharau. Ameamua kuitisha mkutano. Lakini unajua nini? Jinsi ambavyo huyo mtoto wa Raila Odinga yuko open, amesema kwamba mimi ikiwa kwamba mtaenda kuzungumzia masuala ya siasa kwenye huo mkutano, excuse me, sitakuja kwa mkutano. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Mpasuko ndani ya chama cha ODM unaendelea na utaenea zaidi. Mimi ni Bwana Ezra, sijui wazo lako ni lipi? William Ruto yuko desperate sana kutafuta uungwaji mkono wa familia ya Odinga, na ndio maana amemchagua Mama Ida Odinga kwa kazi.
Wazo lako ni lipi?